Kuna kitu anakiita tabia jamii. Ziko tabia jamii hasi na ziko tabia jamii chanya. Anaweza akawa mtu mmoja tu mbovu akatufanya sote tu wabovu. Yaani akaja mtu mmoja akaja na neno lake ile kwa mzuka mwingi. Mtu huyu mmoja, neno alokuja nalo ni nini? Mzuka mwingi. Mzuka akagonga mkono. Kumbe kuna mzuka. Na wewe kesho mzuka. Kesho kutwa na yule dada mzuka akaongeza mikono miwili, mkono mmoja hautoshi. Mwingine akaunga na miguu mzuka. Kwa hiyo lile neno likaenea Ibn Jazari yote mzuka. Na watu wote wakaliona neno la maana. Ukiuliza nini maana ya mzuka? Jambo letu la kwanza ile, kwa nini mimi natumia neno mzuka? Mzuka ndio Kiswahili ndio nini? Ibn Jazari TV. Ya kwanza inaitwa jamii ya familia. Ndio umetoka kwa baba yako na mama yako, ulikuwa unakaa hazijulikani habari za shule. Umeanza umenyonya, umenini, uhitaji ndio ukakuhamisha kutoka kwenye jamii ya nyumbani ama jamii ya familia ukaingia kwenye jamii ya pili inaitwa jamii ya shuleni, ambayo wewe ndio upo kwenye hiyo jamii. Uhitaji wa elimu ndio ukakuhamisha. Baba akwambia nenda shule, na uhitaji huo utakuhamisha kutoka Ibn Jazari utakupeleka sehemu nyingine. Kesho utakuwa baba ama utakuwa mama. Uhitaji tu unakuhamisha. Jamii ya familia, hii ndio jamii mama iliyokufanya wewe sasa hivi sisi tukuone wewe una akili, wewe unafaa kusoma hapa shuleni, wewe haufai, ni kwa sababu ya jamii hiyo. Usidharau jamii yako hiyo. Ina baba, ina mama, ina mjomba, ina shangazi. Ndio wamekufanya mpaka umetokeza sasa hivi wewe Abdalla, sijui na nani wanakuita genius, unajua kusoma Qur'an, umehifadhi juzuu 30. Wale ndio walianza kukunyanyua mpaka ukafika hapo. Jamii ya kwanza. Jamii ya pili ndio jamii ya shuleni. Wazazi wako na walezi wako sasa hivi ni hawa walimu wetu bora kabisa, lazima uwaheshimu sana. Ndio anakutengenezea jamii yako ya upili. Ina mambo yake mengi sana, hatuwezi kuyazungumza hapa. Moja ya jambo ambalo linapatikana kwenye jamii, kuna kitu anakiita tabia jamii. Ziko tabia jamii hasi na ziko tabia jamii chanya. Anaweza akawa mtu mmoja tu mbovu akatufanya sote tu wabovu. Yaani akaja mtu mmoja akaja na neno lake ile kwa mzuka mwingi. Mtu huyu mmoja, neno alokuja nalo ni nini? Mzuka mwingi. Mzuka akagonga mkono. Kumbe kuna mzuka. Na wewe kesho mzuka. Kesho kutwa na yule dada mzuka akaongeza mikono miwili, mkono mmoja hautoshi. Mwingine akaunga na miguu mzuka. Kwa hiyo lile neno likaenea Ibn Jazari yote mzuka. Na watu wote wakaliona neno la maana. Ukiuliza nini maana ya mzuka? Jambo letu la kwanza ile, kwa nini mimi natumia neno mzuka? Mzuka ndio Kiswahili ndio nini? Unajua bwana, hili lipo tu. Maokoto. Ndio nini maokoto? Alibuka mtu, inaitwa tabia jamii. Na nyinyi najua shuleni kuna maneno yenu. Yawezekana sisi huku Morogoro tuyajui, lakini yako pale. Alikuja na mtu mmoja tu kaliokota huko kwenye jamii yake, labda familia yake, akalileta pale shuleni. Linaenda hilo. Mfano, kausha. Kausha mwanangu, yani mwalimu anakausha. Kwa hiyo na yule mwingine kumbe akiwa anakuja mwalimu, mimi nimefanya kosa, naambia kausha. Linatuenea watu wote. Sisi tutalitoa shuleni, tutalipeleka nyumbani. Unaenda kumwambia mdogo wako, mtu mwingine anamwambia faza kausha. Wewe vizuri bwana. Jamii ya tatu inaitwa jamii ya kazini. Utatoka wewe shuleni, sasa utaenda kazini. Sawa sawa utakutana na jamii huko. Utakutana na watu tofauti. Jamii ya nne, jamii ya mtaani. Ndio ina mambo mengi. Kwenye madaladala humo, kwenye mabanda ya video, ile ni jamii ya mtaani. Halafu jamii ya mwisho, jamii ya tano, ni jamii ya maeneo kama jamii ya kwenye ibada. Ina kanuni na taratibu zake. Ndio kuna imamu hapa, una nini, na wote tutamtii.
na kila eneo kuna jamii zake. Sasa moja ya jambo muhimu, tambua jamii uliopo. Niko kwenye jamii gani? Hii jamii niliyopo inahitaji nini? Kama upo kwenye jamii ya shuleni, hitajio kubwa la kwanza la jamii ile ni mambo makubwa mawili: nidhamu, kusoma kwa juhudi. Ndio hitajio la jamii ya shuleni. Halihitaji lipstiki, halihitaji kupiga pamba kali, yani halihitaji yote, inahitaji mambo mawili: nidhamu na kusoma sana.